Shuleni enzi hizo. Bwana, mambo vipi? Mambo fresh. Inakuaje? Good babu. Bwana mtazamaji anataka kufahamu unaitwa nani? Naitwa Seif au kipenda niite Maalim Seif. Okay, Maalim Seif. Kipindi 1 ni shuleni enzi hizo. Na nataka kufahamu shule ya msingi umesoma mkoa gani? Shule ya msingi nimesoma mkoani Mbeya na mkoani Tanga. Mbeya nilisoma darasa la kwanza hadi darasa la 5, Tanga nikapiga la 6 hadi la 7. Okay, na mkoa wa Mbeya umesoma shule inaitwaje? Nimesoma shule moja inaitwa Chosb, kwa wilaya ya Mbalali, Chimala. Shule ya msingi Chosb, wilaya ya Mbalali. Okay, Seif, naomba kufahamu siku ya kwanza wakati mzazi anakuchukua na kukupeleka shule kwenda kuanza darasa la kwanza, ulijisikiaje? Nilijisikia raha sana. Unajua umetoka chekechea ukiona wenzako umevaa shati jeupe na kaptula ya blue unatamani sana. Afu kila siku umebeba zako kidumu na nguo zako za shule ya chekechea, lakini siku ambayo tumeenda kuandikishwa nilijisikia raha sana. Niliwahi kuamka asubuhi. Yaani tofauti na muda ambao hitajika niamke. Nafika shule saa 1 nakutana na wenzangu ambao tumesoma nao chekechea, tunakaa nao majirani. Ilikuwa bonge la shangwe sana. Kwa sababu nikiangalia ni michezo yetu inaendelea vile vile. Sawa. Okay, na ni tukio gani ambalo kuanzia darasa la kwanza, la pili ni mpaka la 5 ambayo unakumbuka na huwezi kuyasahau na siku leo unataka nikushare na mpenzi mtazamaji ambaye anakutazama kwa muda huu? Jamaa, una maswali yako hayo. Ila katika matukio ambayo siwezi kuyasahau, kuna matukio kadhaa, ila kuna hili moja hii tukio siwezi kulisahau sana. Siwezi kulisahau. Unajua kuweza kulisahau. Nakumbuka siku moja wakati tunarudi shule, tulikuwa mimi na washikaji zangu ambao kulikuwa kuna Ima, kuna Daudi, kuna Fredi, Mungu amrehemu, nadhani huyu alishafariki, na kuna Emmanuel, na kuna mimi hapa. Na kuna mabinti wawili. Na mmoja alikuwa anaitwa Somoe, na mmoja alikuwa anaitwa Vumilia. Ndio. Hao walikuwa wanakaa jirani. Ukitoka shule tuliosoma Chosb, ili uweze kwenda kwetu kwa kuna njia mbili, ya kupita barabara kubwa na ya kunyosha kukatiza Tazara. Sasa Somoe alikuwa anakaa karibu na Tazara na huyu mwenzake alikuwa anakaa nje ya chini. Sasa tumefika pale, tunajua ambao shule utani mwingi, utani wa kutosha. Lakini tumefika pale tumeachana, wao wameenda zako kwao, tunapanda zetu twende kwetu. Maana tunashangaa kuna watu wanakuja wanatukimbiza. Akamatwa wa kwanza nakumbuka alikuwa ni Ima, kachezea kichapo kaanguka kwenye reli, alivyoamka nduki. Mimi nikajidai mbabe sikibii. Kwani shida nini? Nikakamatwa. Chezea kichapo nikapakizwa kwenye kalandinga. Babake alikuwa anaendesha gari. Basi wakatupeleka, tukamatwa kama watu wawili hivi. Nakumbuka ni mimi na Emmanuel. Tukapelekwa kule, kuna sehemu moja kwa mashineni Upatiko, ambao wazazi wetu walikuwa pale, wazazi wangu mimi. Fika pale nikashushwa, cheza kichapo sana. Tukaambiwa kwamba tulimfanyia kitendo cha udhalilishaji mmoja wapo katika wale mabinti, ambao ilikuwa ni kipindi hiki na hizi harakati, ilikuwa kesi kubwa sana, lakini ilikuwa ni kitu ambacho hatujakifanya. Ila sijajua yule binti alifikiria nini, aliwaza nini. Na ni mtu ambaye tulikuwa tuna mazoea naye. Ila shapita, ni maisha. Tunasamehe. Na natamani nikutane naye tena nimkumbushie hiki kitu. Nafikiri atakuwa anaona na nafikiri atajua kwamba ni kweli aliamua kutumia ule uongo. Sijajua kama ni uongo au kama mlifanya kweli. Kwa hiyo yeye atakuwa naye pia ana ukweli. Okay. Nataka niambie, wakati unaendelea ni kusoma hapo shuleni, ni matukio gani ni mengine ambayo rafiki zako walikuwa wanayafanya ukiyakumbuka nasema kwamba jamaa walikuwa wanazingua? Kwanza kabla hilo kuna tukio jingine katika matukio ya mawili haya, ila kwangu la somo ili siwezi kulisahau sana. Yaani katika matukio ambayo siwezi kulisahau hilo. Alafu kuna tukio jingine bwana, kuna binti mmoja alikuwa ametutangulia darasa, alikuwa anaitwa Neema. Unajua kipindi hicho sisi tunasoma alikuwa wakubwa. Ile kwanza darasa kwanza paka upeleke mkono kwenye sikio, tofauti na watoto sasa hivi, mtu anaanza na miaka 5, sijui miaka 6. Sasa yule Neema bwana,
nishoto kwamba alikuwa kama shemeji yangu yani, na brother yangu ndo alikuwa anatembea naye. Yule brother yuko kitaa, yule binti alikuwa anasoma. Ndio. Afu kwao yule binti alikuwa mambo safi. Ndio. Alikuwa ni mtoto wa doctor. Alikuwa anakaa mission. Unajua mission? Yes. Yeah, Kimara mission ndio alikuwa anakaa yule binti. Sasa ile binti alihama shule. Afu alikuwa ananikubali sana. Kwa sababu brother si ndio chumba zake kidogo, nenda ananituma kwa yule binti. Sasa alivyoama bwana, siku hiyo tumekaa, akaniandikia barua ya kunijulia hali tu. Nimeshangaa anaitwa barua shule pale. Bwana majina anaitwa fulani, barua yako. Nikawa nikataa eti. Eti naikataa eti barua. Mtoto bwana kati sasa hivi ila nashukuru nikaichukua nikaisoma, ni furahi sana kuandikiwa barua. Kipindi naandikiwa barua unaitwa pale kwenda kuchukua barua. Hatari sana. Taito kubwa sana babu. Barua afungua na imetoka kwa Neema. Japokuwa mpaka leo sijawahi kukutana naye na sijui hata yuko wapi yule binti. Na matukio mengine bwana ya washikaji, kuna jamaa mmoja bwana anaitwa Vano. Jamaa alijaliwa kukomaa. Bwana. Alijaliwa kukomaa? Jamaa alikuwa kwa sababu anapigana kichwa kile na kondoo, anamtegea kondoo kichwa anakuja anapigana. Bwana. Sasa akija shule huko alikokuwa anakaa, kulikuwa kuna mabuyu, anakuja na mabuyu shule pale anaweka, anapasua kwa kutumia kichwa. Noma. Hata uko na buyu lako nataka kupasua, alichukua tu weka kwenye dawati na piga kichwa. Ulikuwa ukigombana naye kidogo tu. Ni mtu wa vichwa. Ushapasuka kwa kichwa. Na kuna matukio mengine, matukio kibao. Kuna jamaa mmoja ambao tusoma nao alikuwa nao wakorofi sana. Kuna jamaa mmoja anaitwa Dani, afu kuna mwingine anaitwa Kulwa. Yes. Hao jamaa walikuwa wale ambao wameshindikana sana. Kama Kulwa tunajua kwa sababu pia kila sehemu kuna watu ambao wameshindikana. Kuna mabrother ambao walikuwa wamepinda. Kama kuna jamaa mmoja anaitwa Musa Mnonganile. Huyu ndio alikuwa rafiki yake sana Dani. Yaani walikuwa kidogo tu anachonganisha ugomvi zinaenda. Na kipindi ulipokuwa hapo Nichos B, ni mwalimu nani ambaye ulikuwa unamkumbuka kwenye upande wa kutandika viboko, na ulikuwa umekosa nini mpaka akakupiga? Makosa, tukizungumzia makosa yako mengi sana ambao kama mwanafunzi lazima uyafanye. Lakini katika walimu ninayokumbuka kuna mwalimu Sospita. Yule mwalimu alikuwa anachapa. Kwanza mkono wake wenyewe ni kidogo ni kilema, mkono wake mmoja ambao anashikia fimbo. Alafu mwingine ndo akuchapia. Baba. Peleka kuingia kisipeleke kwa huyu mwalimu. Ilikuwa hatari sana. Na kuna mwalimu mwingine, huyu mwalimu bwana huyu alinichapaga darasani. Usikumbuki jina lake, alikuwa gani wa kike. Alivyohamia pale kwa anavaa majinzi nini, mtoto wa kike. Sasa kuna binti mmoja ile nakumbuka anivumilia, tulipigana darasani, nikampiga ngumi pasua akatoka damu. Mwalimu alinishika aliniutua. Na sababu ipi ambayo ilipelekea wewe ukampiga mwanafunzi wa kike? Ile sababu ile sikumbuki sana. Lakini nakumbuka nilimpiga akatoka damu puani. Mwalimu akaipata tena, mwalimu alikuwa anakuja darasani. Sio jomba utoto. Nilichezea sana. Na kuna binti mwingine bwana, yule binti alihamia tuko darasa 3. Anaitwa huyu binti alikuwa rafiki yake, alikuwa Doris na nani yule mwingine na Somoe, alikuwa rafiki zake. Huyu binti alikuwa anaitwa alihamia tuko darasa 3. Nakumbuka binti alikuwa bisho nini kaja pale. Sasa unajua kwa ananata au sisi ndio damu zinachemka. Ukiangalia mtoto mkali huyo. Shule ya msingi, lakini mambo watu kwa naweza bwana. Amtamani yule mtoto. Sasa sio akanifanyaje, nilimpiga bonge la buti. Nakumbuka alipaa kile kimo kushuka chini, akajidai kazimia. Mwanza kwa anaanza kumpepea. Mimi hapo kanoka anaanza kudunda sana, nafanyaje hapa? Kwa hiyo ulimpiga kwa sababu amekukataa au kwa sababu amekuletea dharau? Ile kuna dharau alileta, sio sababu ya kunikataa, kuna dharau alileta. Kama kumpiga. Nilimrudi. Alikuwa na ile kanileta dharau, akawa anakimbia. Mimi nikampiga buti. Akapaa kimo changedele. Kushuka chini kazima. Hakuzima, kila jifanya kazimia. Okay. Hayo ni matukio alipokuwa shule ya msingi Chos B. Anakumbuka jina. Binti kwa nani? Aitwa Shufa. Ukapitemezea kichapa. Bwana ni Shufa, popote ulipo. Mambo huyu hapa. Sefu anasema kwamba ulimetea zalao aka kuchota mtama. Unakumbuka nini wewe na uko wapi?
hebu nitumie SMS kupitia namba ya simu inayopita chini ya TV yako, ili niweze kujua uko wapi na niweze kufikia, tuje tupige stori za enzi hizo shuleni. Ulikuwa unasoma shule ya msingi mkoa wa Mbeya, wilaya ya Mbalali, shule ya msingi Chosi B. Baada hapo nasema kwamba ulihama ukaenda kusomea mkoani Tanga, wilaya ya Korogwe. Hebu niambie, ulifika Tanga Korogwe, ulisoma shule inaitwaje, na pale Korogwe kuna matukio gani ambayo unakumbuka na siku leo unataka kushare na mpenzi mtazamaji? Shule niliyokuwa nasoma Korogwe ilikuwa inaitwa Mwisho wa Shamba, iko Mombo. Kwa matukio mengi napo, sababu nimefika pale, unajua lafudhi zina tofauti, na ukitoka Mbeya na ukitoka Tanga lafudhi mbili tofauti. Sasa mimi nimetoka na lafudhi yangu ya Kinyakyusa huko, nikakutana na lafudhi za Kisambaa huko za Kitanga. Mbona nilipata tabu darasani. Ukiongea wanakucheka. Nakumbuka kuna mwalimu aliuliza swali, mimi nikalijibu ile swali, nikawa nimepata jina pale pa jinsi nilivyojibu swali. Ulipewa jina gani? Nikumwai. Nikumwai maana gani? Ile swali aliuliza, mimi nikasema kama aliuliza kama mtu ukitaka kumkumbuka, lakini mimi nikazungumza nikumwai, yani kama kumwai kabla hajafanya kitu. Sasa ile nilivyozungumza vile na ile lafudhi ya kule nilikotoka mimi, ikawa ni shida kubwa sana. Yani hiyo ndio ikawa imeshika jina hilo shule nzima. Au sio? Huyu ni Mwamba baada ya kutoka mkoa wa Mbeya akaingia mkoa wa Tanga, wilaya ya Korogwe, na pale akaendelea na masomo. Kwa hiyo kuna baadhi ya changamoto ambazo alikutana nazo, vile vile lafudhi ya Mbeya na lafudhi ya Tanga ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo akaonekana ni mtu wa nini, ni mtu wa ajabu. Okay, hapo shuleni na imani kulikuwa kuna ni marafiki, na imani kulikuwa kuna wababu wa shule. Wewe ulikuwa ni mgeni, ni changamoto gani ambayo ulipitia pale? Unajua siku zote kuna watu wakikuona huko mgeni wanaoa kunyanyasa kwamba hujui chochote, kwa sababu si ndo babu wa shule. Nikajikuta kila baada ya muda unapigana tu, sababu kuna mtu anakunyanyasa. Sababu nilifikia kwanza nilikuwa unavumilia kwanza, mara kwanza, mara pili, mara tatu nguvu zinawaka. Kuna huyo jamaa mmoja anaitwa Shabani, sasa hivi ni marehemu yule mshikaji. Tulipigana sana, japokuwa kaniachia alama mpaka leo, kwa sababu kwa akija anazingua, mimi nakausha tu. Sikio nikamwambulia ngambelo tunazipanga. Nilimpiga nikawa nimemweka kwenye roba ya mbao ile. Huyu mwenzangu alikuwa kashajiandaa na silaha, akatoa kiwembe akanichana. Akakuchana kutia alama. Hiyo alama ipo mpaka leo. Nadhani sio mpaka leo, mpaka mwisho wangu wa mauti. Na mimi nilikuwa nikachukua bikali, nikamchoma kwenye, alikuwa na kidonda chake ndugu akiponi, choma sana bikali kwenye kile kidonda. Ila ndio maisha ya utoto, maisha ya shule. Baada pale mnamaliza, napigana, baada hapo mnakuwa pamoja tena. Okay, turudi nyuma kidogo. Wakati unasoma shule ya msingi Chosi B, pale shuleni haujawahi kupigana na washikaji? Pale bwana, kuna shule niliyopigana. Nakumbuka kuna watu watatu naweza nikawakumbuka. Huyu afu hao wawili nilipigana afu nikawa marafiki zangu. Kwanza niliwahi kupigana na jamaa mmoja anaitwa Shida. Huyu jamaa bwana tulipigana, alikuwa kwenye sherehe mtaani, nakumbuka tulikuwa tunatoka shule jioni, kwa kuna jamaa mmoja anaitwa Pascal. Kwao palikuwa kuna kasherehe, tukapanga na mshikaji mkono tukapigana, baada hapo tukawa tunakimbiana, lakini baada hapo tukawa marafiki. Lakini tukiwa darasa la 3 kwenda la 5 kwa jamaa mmoja anaitwa Kasimu wa Kibinga au Jeremia. Huyu jamaa bwana tulipigana sana. Ile kupigana mimi Shida akaja, tukamchangia huyo mshikaji. Piga sana, akaenda kusema kwa kaka yake. Nakumbuka chanzo cha ngumi na kupigana na Jeremia ilikuwa stika, kipindi kile ndo stika zinatoka zile. Zile hapo wanunua yes. Chanzo ndo kile mpaka kupigana na ujamaa. Basi brother zake akaja kwa mnapigana mwenzenu nini, akaongea hapa tukapotezea. Lakini tulivyoingia darasa 5, ujamaa alikuwa rafiki yangu kuliko watu wote. Yaani matukio ambayo tulikuwa nafanya pale shule lazima niwe naye. Saa 4 ananitoa tunaenda kwao. Sababu kwao jamaa ilikuwa ni wafugaji pia, tufika na kunywa maziwa nini, so tunakunywa maziwa, lakini alikuwa paka na tunaiba vitabu vya shule, akiba vitabu anakuja kuletea mimi. Afu na kitu kimoja kule walikuwa wanauza vimande. Wanafunzi sasa, jamaa alikuwa na sweta lake hilo, akienda akitoa 50, yani alikuwa anauza shilingi 10, akibeba viwili vitano kashavitanguliza kwenye sweta lake, anarudishwa change, anakuja ananipa mimi, naendelea na shughuli ile kama alifanya yeye.
Okay, bado tunaendelea kupiga story na mshikaji. Kipindi 1 ni shuleni enzi hizo. Niambie wewe uko wapi? Tuma ujumbe kwenye TV yako hapo, namba za simu hizo hapo. Tuma ujumbe, niambie uko wapi, na mimi nitakufuata popote ulipo. Naitwa Mtembezi Goodluck Mluma. Kipindi 1 ni shuleni enzi hizo. Okay, nataka uniambie baada ya kuingia Nikorogwe, unamkumbuka mwalimu nani na unamkumbuka ni kwa lipi? Kuna mwalimu mmoja bwana pale kwa mwalimu Hamisi. Yule kwa ni mwalimu wa hisabati, alikuwa mwalimu mkali sana. Nakumbuka alisha kunikunja galoba, alikuwa asembo. Tumesimama pale asubuhi. Na kitu nilikifanya mwalimu alinikunja, unajua kunikaba. Alafu akanipiga vichwa. Basi na mwalimu mwingine namkumbuka kwenda mwalimu Sige. Yule alikuwa ni mwalimu mpole sana. Mpole, unajua mpole, mwalimu alikuwa mpole. Hata ukiwa unakosa hakuchapi, naweza mkakaa mkaongea mkayamaliza. Okay, yote kwa yote wanasema wakati ni ukuta, ukishindana nao utaumia mwenyewe. Nataka uniambie na uwape ujumbe hao watoto au vijana ambao wasaizi wako shule, unawashauri nini na unawaambia nini? Nina machache ya kuambia. Kwanza, waishike elimu kwa sababu ndio mkombozi wa maisha yao na ukombozi wa nchi yetu. Nikisema maisha yao, wasijue kwamba elimu ndio itawapa maisha, hapana. Itawakomboa kichwani kwao, kwa sababu ukiwa huna elimu na kichwa chako kitakuwa empty. Sasa nchi yetu inahitaji wasomi, na nchi haiwezi kujengwa bila wasomi. Madokta lazima usome, sijui engineer lazima usome, uwe mwalimu lazima usome, uwe askari lazima usome. Sasa inabidi wakazane na wao wazalendo. Na kingine napenda kuambia wasikubali kutumika, kwa sababu nchi yetu ukiangalia kwa sasa hivi kuna baadhi ya taasisi zinatumika kwa ajili ya watu fulani. Unakuta mtu anafanya kazi lakini anaumiza wenzake kwa sababu ya mtu fulani. Unajua unapotumika kuna muda unakuta wewe ndio unaumia moyoni, kwamba unamfanyia mtu tukio ambao kwa muda utaona nzuri, lakini ukikaa kwa nini nimefanya vile? Afu ukija kuangalia masauli yafanya yalisababisha ulifanya tukio ni madogo sana, ila aliyefaidika ni yule ulimfanyia ile tukio. Sasa wabadilike, wasiige hao waliopo sasa hivi, waipende nchi yao, wawe wazalendo, kwa sababu nchi inawahitaji wao na nchi haihitaji watu waoga. Wasiogope kusema, wasiogope kuongea, ila pia wasio waropokaje, wawe wajengaji hoja, kwa sababu hata ukiwa una pointi ya msingi kama huwezi kujenga hoja utakuwa ni mropokaji tu na hakuna atakaye kusikiliza. Na kingine, wasikubali kuwa machawa. Najua nikizungumza kwa ndio jina ni neno ambalo linatamba sana sasa hivi. Yaani unakuta mtu anasifia hata ujinga. Yaani anasifia hata ujinga ili mradi tu kwa ajili ya kupata kitu kidogo. Yaani mtu kakosea lakini hawezi kumwambia ukweli hapo umekosea, anataka kusifia. Sasa kwa taifa tunalolitaja yaliyo baadaye, tukiwa katika hali hii hatuwezi kujenga nchi yetu, tunazidi kuibomoa. Mtawala akikosea au kiongozi akisomwambia hapo umekosea. Nimekosea kivipi? Mpe sababu za ulizosababisha muone amekosea. Ukiona jambo fulani lijienda sawa, sema ukweli, bwana hili alijienda sawa, itakiwa liende hivi na hivi na hivi. Lakini ukikaa wakiangalia inavyoenda nchi yetu, wakaiga hata tunaoenda, hatuwezi kufika popote. Hatuwezi kwenda popote. Na pia sio kwa watu hawa, pia napenda kuambia na wazazi wao. Wazazi wawalinde na wachunge na wapende watoto wao, kwa sababu taifa la kesho linajengwa na watoto. Taifa la kesho linajengwa na wasomi. Sasa mzazi usipomlinda mwanao, hakuna taifa la kesho. Na ndio maana sasa hivi ukiangalia vijana wengi wanaharibika, watoto wengi wanaharibika, wanaangukia kwenye ushoga, wengine wanaangukia kwenye usagaji bila kufikiria taifa la kesho, kwa sababu mwanaume akiwa hayupo hakuna nchi. Wanaume wote, watoto wanaokuwa katika ushoga, nchi yetu inaenda wapi? Nani atakayejenga taifa? Ni nani atakayezalisha? Sasa mzazi ukiwa unawaangalia watoto hawa, ukiwa akili yako iko kwa wanao, utamlinda. Na sio kila jambo linalotokea kwa mtoto mzazi uchukulia hasira, hapana. Mzazi kana mtoto wako unaongea naye cha kwanza, kwa sababu katika ukuaji una stage, kuna mengine yanafanyika kutokana na ile stage. Sasa mzazi ukishindwa kuongea na mwanao katika ile stage ndio mpoteza, au ukichukulia hasira kupanic leo utamfanya akuogope. Hata kuna changamoto anazopitia hawezi kukwambia, ila ukimfanya rafiki
ukakaa ukaongea naye, anayopitia atakwambia, lakini sio muda. Kuna muda kakosea kuwa mkali, kuna muda inataka uongee naye, unaongea naye kama rafiki. Ni hayo tu. Bwana, unaambiwa kwamba nimepata ni madini, na madini haya yanakufikirisha, na madini haya ukiyafikiria na ukiyatafakari, basi utakuwa umepata kitu ambacho kinaweza kikakufunza. Kipindi hewani ni Shuleni Enzi Hizo, ndi yule Goodluck Mluma, na hii ni JN Power TV. Nyuma ya kamera ni Mwamba Dogo Abduli from Morogoro, pande za Mahenge. Tichao. Yes, na imani umepata burudani, na imani umeburudika. Mpenzi mtazamaji, season 1 Shuleni Enzi Hizo, mtangazaji Goodluck Mluma. Siku leo ndio kipindi kimefikia tamati, kama Waswahili walivyosema, mwisho wa maji ni matope, na mwanzo safari ndio mwisho wa safari. Mwisho wa leo wa kipindi chetu ndio mwanzo wa kesho wa kipindi kinachofuata. Ni kila siku ya Ijumaa saa 1 kamili mpaka saa 1:30. Mtazamaji, andika SMS yako, ujumbe wako uweze kunitumia kupitia namba ya simu zinazopita chini ya televisheni yako. Uniambie unapatikana wapi na una nini cha kushare na sisi, nami nitakufuata huko huko uliko, kwani ndio kwanza tunaanza msimu wa kwanza. Kipindi ni Enzi Hizo Shuleni kupitia JN Power TV. Nyuma kamera ni Dogo Abduli from Morogoro, pande za Mahenge. Mtangazaji wako ni lele bepari ni Chotala jitu la kutoka huko Mbeya na Kilimanjaro in the building.